Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika video hii tutajifunza kuhusu dhana ya p-value au umuhimu wa kitakwimu. P-value, neno p linatoka kwenye neno probability, yani uwezekano. Basi tukiangalia mfano huu, wakati wa kulinganisha makundi mawili, kundi linalotumia dawa A na kundi lingine linalotumia dawa B. Tukitazama namba hizi, wastani wa namba hizi ni 83 kwa kundi la kwanza na 82 kwa kundi la pili. Swali muhimu ni, je, kuna tofauti kati ya makundi haya mawili? Ndiyo, labda kuna tofauti, lakini swali ni, je, tofauti hii ni muhimu? Hatuwezi kujibu swali hili mpaka tufanye taratibu fulani za kitakwimu ambazo zitajibu swali hili. Ikiwa vipimo hivi, tofauti hii ni muhimu na ya kweli au la. Tunapoangalia mfano huu na kulinganisha aina mbili za dawa hizi. Katika kundi la kwanza wastani ni 83 na katika kundi la pili wastani ni 78. Swali tena ni, je, kuna tofauti kati ya makundi haya mawili? Ndiyo, kuna tofauti kati ya makundi haya mawili, lakini swali muhimu zaidi ni, je, tofauti hii ni muhimu? Je, tofauti hii ni ya kweli? Na pia ili kujibu swali kama hili, ni lazima kufanya vipimo vya kitakwimu vinavyotuonyesha p-value au probability, na inatuonyesha asilimia ya uwezekano wa matokeo kutotokea kwa bahati mbaya. Na jambo lile lile linatumika katika hali ya kulinganisha makundi matatu na tukataka kujua ni kundi gani lililo tofauti na kama tofauti hii ni ya kweli au la. Basi p-value kwa kifupi inazungumzia, je, kuna tofauti kati ya makundi au la, na kama kuna tofauti, je, ni muhimu, yani ni tofauti ya maana? Kwa maneno mengine, p-value inajibu kama kuna tofauti muhimu au la. Ndiyo, kuna tofauti, lakini je, tofauti hii ni muhimu au la? Kwa hiyo hapa ni lazima kufanya p-value. Kwa maneno mengine, inatupa ushahidi kama kuna tofauti na pia inatupa ushahidi kwamba matokeo hayakuwa kwa bahati mbaya. Na ili kuamua kama matokeo ni kwa bahati mbaya au la, nukta 0.5 ilichaguliwa kama nukta ya msingi ya kulinganisha. Ikiwa matokeo ya probability, yani uwezekano, yatakuwa makubwa kuliko nukta 0.5, kwa mfano nukta 4 au nukta 7, basi uwezekano wa matokeo kuwa kwa bahati mbaya ni mkubwa. Uwezekano wa kuwa kwa bahati mbaya unakuwa mkubwa, na hivyo matokeo hayatakuwa na tofauti muhimu au tofauti ya maana. Wakati ikiwa matokeo ni chini ya 0.5, basi uwezekano wa matokeo kuwa kwa bahati mbaya ni uwezekano mdogo sana. Na ikiwa uwezekano wa kutokea kwa bahati ni mdogo sana, matokeo hayajatokana na bahati. Hii inamaanisha kuwa kuna tofauti muhimu na tofauti hii haikutokana na bahati. Kwa hivyo, matokeo ni muhimu kitakwimu, au kwa maneno mengine, yana umuhimu wa kitakwimu. Sasa katika mfano huu, labda tofauti kati ya makundi mawili ya 83 na 82 si muhimu. Ndiyo, kuna tofauti, lakini tukiangalia thamani ya umuhimu wa kitakwimu ni nukta 7888. Kwa hivyo, uwezekano wa kuwa na tofauti kwa bahati ni mkubwa. Kwa hivyo, matokeo hayana umuhimu wowote wa kitakwimu, matokeo si muhimu kitakwimu. Kwa sababu ilikuwa kubwa kuliko 0.5. Kwa hivyo, hakuna ushahidi wowote kwamba kuna tofauti ya kweli. Wakati katika mfano mwingine, tunapata kwamba thamani ya umuhimu wa kitakwimu ni nukta 0.4, kwa hivyo ni chini ya nukta 0.5. Uwezekano wa matokeo kuwa kwa bahati ni mdogo, na kwa hivyo matokeo yana umuhimu wa kitakwimu, ni muhimu kitakwimu. Na kuna ushahidi kwamba kuna tofauti kati ya makundi hayo mawili. Asanteni sana.